my feelings zipo juu yako. Mina. Sasa mbona simu ulikuwa upokee kwa wakati? Okay, sawa. Sasa wale jamaa ambao nimekuambia nimewaota kwenye ndoto, nimepishana hapo kwenye ngazi wanapandisha huko juu. Sasa ninachokuomba shuka chini na kusubiri tuondoke. Mbona sikuelewi? Mina, usichokielewa kitu gani hapo sasa? Hao watu wanaota mimi nasema nini? Na mara kadhaa huaga nakwambia kwamba feelings zangu huwa zinatokea kweli. Kuna wasiwasi na hili. Kwa sababu viashiria ninavyoona wazi kwamba hili jambo litatokea kweli. Bana, usisumbue mimi na lala zangu, nimechoka. Mina. Kwani una wasiwasi gani? Sasa mimi ninakuwa na wasiwasi na wewe kwa sababu wewe mpenzi wangu. Shuka chini tuondoke. Mbona tunashindwa kula ni kitu kidogo tu. Tunabishana hili, tunabishana nini sasa? Atubishani, nikwambia nimechoka. Mina. Unataka nikuambie jambo gani ili unielewe katika hili? Bana, niache mimi nimechoka. Sasa ni hivi. Mimi naondoka. Yaani chochote kile ambacho kama kitakukuta mimi sitohusika na hilo kwa sababu tunashindwa kuelewana sasa. Kwa hiyo vitu vyako vitanguta mimi kwenye ndoto yangu. Wewe umesema umeota. Kuna siku tatambua dhahabu haina joto la moyoni. Penzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha. Asmani. Naam boss. Huyu Kindambi una uhusiano naye gani? Kindambi ni kaka rafiki yangu. Kwa hiyo unataka kuniambia mzigo wangu uko sehemu salama, si ndio? Ndio boss. Nikupe muda gani kuanzia sasa nitakuwa tayari nimeshaupata? Boss, ninahakikisha mzigo utapatikana kwa wakati. Boss, tusimwache mpaka tunahakikisha tunapata mzigo wetu. Sasa Asmani. Naam boss. Utanivumilia kidogo mpaka pale mzigo wangu utapokuwa umepatikana, utakuwa huru. Kilichobaki hapa, naomba tu unipe information zake huyo Kindambi, wapi nampata, mtaa gani, alafu tukishamfikia kisha tukabidhi mzigo wetu na wewe utaendelea na shughuli zako nyingine. Poa vipi? Ambapo nimepata kwa shemeji yangu. Yeah. Nimekuja kusikiliza. Mbona haraka sana? Yaani kwenye swala la haraka hilo. Yaani nina haraka kwa sababu nina mikazi unaweza hapa. Yaani nina mikazi tu hapa kwa ajili yangu kuna shughuli. Kwa tunatakiwa tutafute sehemu tulivu nini tutaongea tutayamalia. Haya. Sisi nipande. Ndio. Mimi hapa nilipo. Yaani bado nina heka. Yaani hapo kwa ajili yangu kuna bonga shughuli. Hapo shughuli yenyewe msanii yenyewe ndio mimi. Kama unavyoniona. Hapo nyumbani hapo nilikopo nafua. Sabuni imenishia. Kwa hapa nimezoeleka tu.
Nimekimbilia tu mara moja simu yako, alafu muone zimele. Nataka nikasuke. Siwezi kwenda hivi shughulini. Na siwezi kwenda shughulini bila kumaliza zile nguo pale kufua. Kwa hapa nimekuja kusikiliza jambo lako tu. Alafu nirudi nikamalizie kazi zangu. Nielekeze. Usijali kuhusu mimi nitakwambia. Kwa sababu gani? Tafuta sehemu tulivu ambao kuna vinywaji nini, tunaongea huko tumetulia. Hapa usijali. Hapa pafai. Hapa uchochoroni tena tunaongea mambo gani? Nikwambiaje? Pale kwa jirani yangu pale kuna shughuli. Na ile shughuli nimetoa shilingi 15,000 bado 5,000. Kwa hiyo sasa kama ni 5,000 Mina. Mina tena. Wewe umefuata nini hapa? Nikuulize wewe unafanya nini hapa? Mimi nimechili tu hapa. Umekosa sehemu zote za kukaa moyo kukaa hapa. Mbona kama tunafuatiliana maisha? Hebu kwanza chai nayo. Kwani shida nini? Nimekumisi tu. Niache. Usijali, kama shida hela mimi nitakupa. Shika kwanza. Shika. Ina mazingira nayo. sana wewe unajisha. Mimi Wewe subiri nikikupigia simu nitakuelekeza namba yangu si unayo? Kwa nitakupigia namba yako ndio nitakupigia. Nitakuonyesha sehemu niliko, ukija tutamaliza kila kitu. yeye nikwambie. Yaani pale kwenye shughuli pale. Pale kwenye shughuli. 15 bado 5 ndio pale kwa Usijali kuhusu hivyo. Wewe baadaye namaliza kila kitu. kweli. Fresh tu. Wewe jali tu muda uje. Basi simu yangu ni hapa. Inakaribia kuzima. Hapa inaenda kuweka chaji. Nikishaenda kuweka chaji, ninaiwasha na kuwaona. Ninakusikilizia wewe. Usijali mimi uhakika. Basi ndio. Sawa. Basi asante. Poa. Naomba niache. Ome. Aliyokuambia mapenzi pesa nani? Alafu siwezi kuuza moyo wangu kwa sababu ya fedha. Moyo wangu haupo kabisa kwako. Fedha haiwezi kununua kila kitu katika hii dunia, ila upendo unaweza ukafanya kila kitu katika hii dunia. Wengi tuliokuwa katika mapenzi tunakuwa na mawazo tofauti, tukiamini fedha inaweza kununua upendo. Kumbe haiko hivyo. Listen. Nilijaribu kukupa moyo wangu, nikakuthamini, nikakupenda, ukashindwa kuitumia hiyo nafasi. Unakwenda kutumika na wanaume wengine, alafu unakuja kwangu nikutumie. Unaenda kuchukua pesa kwa wanaume wengine, alafu unakuja kunipa mimi. Hivi ni mwanaume gani ambaye anaweza kuvumilia ujinga huo? Sikufikiri na sikupendi. Nimekumisi mizio. Nimemisi mishindo yako. Twende ukaichia mpaka nichanganyikiwe. Imebaki story. Sasa hivi naichapa ya wenzako. Kuna siku tatambua dhahabu haina joto la moyoni. Mapenzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na furaha.
mapenzi si mali, hata kama sina dhahabu. Nakupenda kwa roho, sio kwa pochi wala cheo. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Nilikuja na moyo wangu safi, nikiwa sina kitu ila nakupenda kweli. Ukaniona dhaifu, maskini wa mjini, ukamini furaha inapatikana kwa mali. Lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu wa roho. Hisia ya mapenzi si mali, hata kama sina mali. Ina maana hisia zangu ziko sahihi. Au simeota kujitosha. Na nikapishana nao kwenye ngazi. Na hapa atakuwa amefuata nini hawa? Bali yako. Salama. Tunamuulizia nani? Mr. Kindambi. Mr. Kindambi. Tumemkuta. Ni akina nani? Mimi naitwa Mr. Chakoda. Sisi ni marafiki wa Kindambi. Kwa jinsi ninavyomfahamu mimi, Kindambi anaga marafiki design hii. Sijajua imekaje. Kindambi amepewa mzigo wetu na
Asmani. Kwa tumekuja kuchukua hapa. Tena haitopendeza muda huu tukiutumia kwenye mahojiano. Ni vizuri kama anaweza kupatikana, ungetusaidia tumpate. Ni kweli, lakini huyo Kindambi ambaye nyinyi mnamuulizia kiukweli hapa nyumbani hayupo. Nyumbani hapa hayupo, labda ngoja nijaribu kumpigia simu. The number you're calling is not reachable at the moment. Please leave a voice message after the beep or try again later. Apatikane. Sawa. Ila akifika waambie rafiki zako walikuja hapa, wamekuja kuchukua mzigo ambao ulikabidhiwa na Asmani. Sawa. Asante. Hisia zinazochoma moyoni ukitenda unakosa thamani ya mapenzi, sababu sina pesa, wanakuja na pesa wakuteke. Usiniache peke yangu niteseke, nitaumia, nitabaki mpweke. My feeling, lakini mapenzi sio magari wala nyumba, ni pumzi ya moyo, ni uaminifu. My feeling, 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 sipo juu yako. My feeling, 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 sipo juu yako. Kuna siku tatambua pesa haina joto la moyoni, na penzi la kulazimishwa ni gereza lisilo na